Misikiti inajengwa mizuri walillahi alhamd sasa hivi, lakini suala ni kwamba misikiti itakaiwe hai, na kuwa hai ni watu kuhudhuria hilaq za ilmu katika misikiti. Leo kuna uzufu, yani huu ni mushkila ambao unahitaji watu waangalie sana. Kuna uzufu katika masala ya hudhuri kwenye durusi ilmia, kwenye muhadharat, kwenye nadawat, kwenye majalisi dhikr. Watu wanaohudhuria ni wachache. Wale wengine wana shughuli gani ambazo zinawafanya wao baina al-maghrib na isha? Mara nyingi watu hawana irtibat, lakini kuna mushkila huu upo sasa hivi. Lazima tuangalie ma huwa al-hal, suluhisho itakuwa ni jambo gani katika ile sila kuwa na mafungamano yenye nguvu na Mwenyezi Mungu. Moja, kwanza ni kule mtu kuwa na ihtimam katika kutekeleza zile faraidh. Ani wewe kama Muislamu yatakikana uwe ni mtu una himma katika kuhudhuria salat za jamaa na sunan na nawafilul ibadat ambazo zimethubutu katika hadi ya Mtume salawatullahi wasalamu alayhi. Yani kila anapokithirisha mtu kuhuisha sunan ni kila anapokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iktharu min dhikri llahi wa qira'ati al-Qur'ani bitadabbur, kukithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kusoma Qur'ani kwa kuzingatia. Yani qira'atu al-Qur'ani bitadabbur sio kule kusoma tu haraka haraka mtu amalize, bali yatakikana mtu awe na time ya kuzingatia yale maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtu kuwa na wird katika thuluthi ya mwisho ya qiyamul layl, munajatullah subhanahu wa ta'ala katika thuluthi ya mwisho. Wakati watu thuluthi ya mwisho ile wanalala, wewe yatakikana katika ile thuluthi ya mwisho uwe unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni ijtihadi katika tazkiyat an-nafs na tahdhib al-akhlaq. Masala ya kufanyia tazkia nafsi yake mwanadamu, kwa sababu nafsi ammaratun bisu, inahitaji nafsi ya mwanadamu kufanyiwa tazkia na tahdhib alqiyam. Na nafsi unaifanyia tazkia kivipi? Kuwa na muhasaba almustamira, saa zote uwe unaangalia nafsi yako inaelekea wapi. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu. Nafsi ya mwanadamu inamwamrisha sana mambo ambayo sio mazuri. Sasa wewe Muislamu yataka uwe na muhasaba ya mara kwa mara, khalwa ya kukaa na nafsi yako na kuikataza yale ambayo hayafai mtu kuyafanya. Na tahdhib al-akhlaq. Leo utaona masala ya amana na asabr katika mujtamai wetu, hasa wale watu wanaobeba masulia. Yataka mtu anayebeba masulia ajue kwamba kubeba masulia
si jambo dogo. Kwa hivyo yataka mtu ajipambe na sabr, kusubiri katika taa, kusubiri katika kuacha maasiya, kusubiri katika zile aqdar zinapokufikia. Muislamu yataka ajipambe na subra, kwa sababu malipo yake ni makubwa sana. Mujahadatul hawa wal ibtiadi ani dhunubi wal maasi, mtu ataka awe ana na mujahada wa kupambana na hawa ya nafsi yake, kwa sababu mwanadamu akifuata matamanio ya nafsi yake yanamuingiza katika maasi na dhunub. Kwa hivyo mwanadamu ataka awe ni mwingi wa kufanya mujahada ya hawa nafsi. Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa, kwa sababu hawa za nafsi ukizifuata, kisha itakuwa kuna nau ya ubudia, kwamba wewe unaiabudu ile hawa ya nafsi yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutahadharisha kufuata yale matamanio ya nafsi zetu, hawa zetu. Yatakana mtu awe ajitahidi sana katika kujiepusha na ittiba'i hawa. Alfaqra athalitha ni kujitahidi watu katika kutafuta alilmu shar'i. Na ilmu shar'i ni mlango mpana sana, hauna kikomo, hakuna siku mtu atasema kwamba mimi nimetosheka na yale maarifa ambayo nimeyapata. Mwanadamu yoyote ambaye atasema siku kwamba mimi nishakuwa ni mjuzi, sihitaji tena maarifa, basi faqad jahila. Man qala alimtu faqad jahil, yule mwenye kusema kwamba nimejua, basi amekuwa jahil. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilmu ni bahar la sahila la. Ukiingia katika tafsiri ya Qur'ani utakuta kuna shuruh nyingi za tafsiri. Ukiingia katika hadithi, ukiingia katika ulumi za Qur'ani, ukiingia katika ulumi za hadithi, ukiingia katika fiqhi na ulumi zenye kufungamana na fiqhi na aqida na tarbia na da'wa na tarikhi alislami na siyar, yani ni milango mingi ya maarifa ambayo mwanadamu anayahitaji maarifa haya, kwa sababu haya yote yanamsaidia katika kujenga ile shakhsia yake ya yeye kama insan mu'min. Anajenga shakhsia yake ilmia kwa hali ya juu kabisa. Kisha kuwa na ufahamu mzuri wa maqasid sharia, kuwa na ufahamu mzuri wa maqasid sharia, kwa sababu mwanadamu akiyafahamu maqasid sharia ataona ile neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika tashri'. Maqasid sharia yanazunguka yote katika masalihi ya mwanadamu. Sasa mwanadamu anapoyajua yale maqasid sharia, yani malengo ya sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yale maqasid sharia yote yanazunguka katika protection ya mwanadamu. Angalia katika kuhifadhi nafsi ya mwanadamu, yani isifanyiwe ada, katika kuhifadhi ile nasl, yule mpangilio ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuweka wa matangamano ya kisharia, ni katika maqasid sharia. Katika maqasid sharia ni kuhifadhiwa mali yako, kuhifadhiwa mali yako, mtu asikudhulumu kwa kukuibia direct na indirect, kwa sababu kuna wizi ule wa mabavu na nini, na kuna wizi wa hiyal wa riba inaingia katika hiyo. Lakini utaona sharia inachunga, inakuchungia wewe na inachunga na mali yako, inachunga na nafsi yako.
yale yaloharamishwa yote utaona yanazunguka katika kumlinda mwanadamu, inachunga akili yako. Haki mtu mwingine anakuja kukwambia nipe dalili ya vitu fulani ambao sasa hivi vinatumika, nipe dalili kwamba hii ni haramu. Dalili ni rahisi kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa akili. Akili aliyokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anataka ile akili yako uiwe hadhiri saa zote, uitumie ile akili yako. Kitu chochote ambacho kitakwenda kufanya ufisadi wa kuharibu akili yako, huhitaji dalili, automatic hili hakifai. Kwa nini? Kwa sababu wewe hata ile ibada, mtu ambaye hana akili rufi anhu alqalam. Kwa hivyo akili ni madar ya ahkami za kisharia. Sasa utamsikia mtu akwambia mimi nina huria. La, huna huria wewe ya kupita mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ameweka hududi katika huu ulimwengu, wa tilka hududullah fala ta'taduha. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka mipaka maalum katika ardhi, haitakikani mwanadamu aruke mipaka ile. Na ile mipaka iliyowekewa mwanadamu ukiangalia ni maslaha ya yule mwanadamu. Sawa awe katika kutizama ameweza kufikia kufahamu yale maslaha yaliyoko pale, au hajaweza kufahamu. Maana kuna ahkamu nyingine mtu aweza kuwa hajaona hikma yake kukatazwa lile alilokatazwa na sharia. Hikma yake ni nini? Lakini kuna siku mtu atakwenda kujua hikma ya ile jambo ambalo sharia imekataza. Tuchukulie mfano wa tanasul, kuzaana. Ukichukua mke wa kisharia, natija itapatikana nasli, tutapatikana watoto, ndivyo sivyo? Na ukachukua mwingine ukaketi naye pasina njia ya sharia, kutapatikana nini? Kutapatikana watoto. Lakini watoto wale ambao hawakupatikana kwa njia ya sharia, wewe si unaweza kuruka ukasema hawa si watoto wangu? Ndivyo sivyo? Ukiwaruka ukasema hawa si watoto wangu, angalia ile shida ambayo umeleta katika ule mujtama. Nani atawatizama watoto wale? Sasa sharia ilipoweka nidhamu ya usra, ni kwamba kuwe na mtu ni mas'ul katika ile usra. Hikma ya sharia ni kwamba kuwe na mtu mas'ul, awe anabeba masulia ya ile tanasuli inayopatikana. Sasa utaona makasidi sharia inamlinda kila mtu, inamlinda kila mtu. Yale makasidi sharia inamlinda kila mtu. Sasa Muislamu anapofahamu makasidi sharia, atamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya ile kwamba zile sharia za Mwenyezi Mungu ni protection ya binadamu. Wewe angalia sehemu ambao kuna zinatumika sharia ya Mwenyezi Mungu. Nimeenda katika sehemu moja, sio mbali, karibu tu, sehemu moja. Ukichukua mali yako ukaweka barabarani, ukaweka barabarani, kisha ukaandika pale jina la yule anayefaa kuchukua. Mfano, tumeandika mali haya ni ya imamu wa masjid Sheikh Abdul Qadir. Nimeona kwa macho yangu, si mambo ya kuelezewa. Barabara hii ambayo ni main road, watu wanapita, wewe unaziweka pale barabarani, unaandika jina kwamba hizi ni amana ya fulani, mpaka aje yule mwenyewe achukue. Hakuna mtu mwingine atagusa, hakuna mtu mwingine atagusa. Kwa nini?
kwa sababu sharia ya Mwenyezi Mungu inatabikishwa pale. Kwa vile kutabikisha sharia ya Mwenyezi Mungu, kila mmoja anaogopa kugusa mali ya mtu mwingine. Mimi sikuamini nilipoambiwa mwanzo, mpaka nilipoona mimi kwa macho yangu. Tena ni badia, yani ni bush, sio ndani ya mji. Katika badia unapita unaona majunia ya unga, majunia ya basta, ya sukari, ya mafuta yamewekwa barabarani, kisha yameandikwa jina. Hata zikikaa siku 2-3 hakuna mtu atagusa, mpaka yule aliyoandikwa jina yake atoke huko juu huko, aje ashapigiwa simu, anaambia amana yako. Ule supplier kazi yake ni kuweka tu barabarani, ajua hapa ni mukabala wa watu fulani, hapa ni mukabala wa watu fulani, anaziweka tu barabarani na kwenda. Kwa nini? Kwa sababu ya sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia imeleta natija gani? Imeleta amani, imeleta hifadhi ya mali ya watu. Nilipokuwa na hadithiwa mimi sikukubali, mpaka nikaenda nikaonyeshwa kwamba umeona, angalia ile ya hizi umeona zimeandikwa jina la fulani, hakuna mtu atagusa hapa. Hata zikilala usiku mzima na siku ya pili, mpaka yule atoke huko badi anapotoka aje achukue mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ile tashrii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inapokuwa pahali ipo, kila mtu anakuwa na hofu ya kumkosea mtu mwingine. Kwa hivyo ni muhimu sana sisi tuwe na ihtimam ya kuona neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya Uislamu, hasa katika kuangalia yale maqasid sharia, tuone neema hii kwetu sisi iko kiasi gani. Na kunapokuwa na ijtihadi kama hizo, wale ambao wanafanya juhudi kama hizo, ulama ar-rabbaniyun, yataka tuwape ihtiramu wanaostahiki, kwa sababu mujtama kuweza kuendelea ni lazima ile ihtiram iwepo. Siku hizi ni mambo yamekuwa yani mtu kumkosea mtu mwingine imekuwa ni jambo rahisi. Mtu akienda akisoma risala 2-3 tayari anajifanya kwamba yeye amekuwa alim wa TikTok, anaingia fulani hivi, fulani vile, fulani hivi, fulani vile. Mambo haya yataka Waislamu wajiepushe nayo, si mambo ambayo yanaleta khairi katika mujtamai wao. Na wakati kukiwa na aya mashruu ya khairi, mashruu yoyote ya khairi katika mujtama wa Kiislamu, Waislamu wote waone mashruu ile ni ya umma, wala si ya fulani wala ilani. Maal asaf, sisi masharii zetu za umma tunazipa sibgha ya yule anayesimamia. Yule anayesimamia ni wakili, na kwa sababu hatuwezi sote tukasimamia, lazima kuweko watu fulani wanasimamia. Lakini sasa pasina kuweko na taawuni katika mujtama, yani wale madhuafa na nini wote lazima tuwe tunawafikiria katika mambo yetu yote tunaoyafanya. Lakini pasina kuweko na ihtiram, hatuwezi kuwa na nahdha mzuri katika mujtamai wetu. Tukitaka kufanya islahi ya kisawasawa, ni lazima tuwe tunawaekea wale ambao tumewapa masulia, tuwape ihtiramu yao.
yani tusiwakejeli. Ikiwa kuna jambo ambalo wewe unaliona lina udhaifu, au kuna jambo ambalo kuna halal, kuna njia za nasiha za kisawasawa. Muite kando, mfahamishe, pengine wajhatu nadhari yake akikueleza wewe utakubaliana na yeye. Unajua wewe unaweza kulitizama jambo kwa mtizamo wako ukaona fulani hapa hakufanya vizuri kwa mtizamo wako, lakini ukaenda ukamuuliza yule aliyefanya vile, aweza akakukinaisha kuonesha kwamba la, hapa ilikuwa mimi sina budi, lazima nichukue msimamo huu katika masala haya. Kwa hivyo lazima sisi zile hiwar baina yetu, tusiziekee dhughut, yani kuweko na masalik ambayo yatasaidia mtu kuweza zile grudges zake alizonazo kuweza kuzifikisha. Kwa hivyo kuna hata kuweko waweza kufanywa liqa maftuh, waweza kufanywa hata liqa maftuh, akamwambia kila mtu atoe dukuduku lake alilonalo. Wajua kila tukiwa na stream za watu kuweza kujieleza, ni kila tunajenga confidence mzuri katika mujtamai wetu. Yani kila tukiweza kuwa na masalik ya za hiwar, watu kuweza kujieleza, inakuwa ni njia ambayo inaweza kutatua matatizo mengi. Jambo lolote linalofanywa likiwa na takhtiti mzuri, likiwa na nidhamu mzuri, likiwa na furas ya watu kuweza kuchangia kwa fikra zao kwenye lile jambo linalofanyika, sababu sisi hatuko kamili. Hakuna binadamu anajua kila kitu, hakuna binadamu mwenye uwezo wa kufanya kila jambo. Kila binadamu ana limit. Na ndio utaona Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mara kwa mara alikuwa ana watu maalum wamemzunguka Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, akiwasikiliza wasemaje, wewe wasemaje. Katika masaili nawazil alikuwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hafanyi decision yeye peke yake, pamoja na kwamba angeweza kufanya vile, lakini anasikiliza wengine. Kwa hiyo kufungua zile kanat, yani njia za watu kuweza kujieleza, zinaweza kupunguza matatizo katika mujtamai wetu, kwa sababu mujtamai wa Kiislamu yataka uwe ni mujtamai wa watu wapendana, watu wasaidiana, watu wanashirikiana. Na haya yote hayapatikani ikiwa kutakuwa na akabat katika zile mipangilio yetu ya kufanya mambo yetu. Ikiwa kutakuwa na akabat, hayawezi kupatikana haya. Yani haiwezekani kupatikana mahaba baina ya watu ambao kuna wengine wanadhana ambazo si za kisawasawa. Ulimwengu wa kileo ni ulimwengu ambao una infitahia na takhtiti mzuri. Waislamu sisi tumebaki nyuma katika masala haya, na pengine huona kwamba masaili ya takhtit baidatul mada, zile planning za long term, tunaona kama masala haya sio yetu sisi. Lakini angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hijra, yeye yupo katika hijra, yuatefutwa na Waarabu kumalizwa. Alipokutana na yule mtu ambaye alikuwa amemkurubia kutaka kumuua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Suraka, Mtume alimwandikia nini? Muahada, kwamba dola zile kubwa zitaposhindwa, Kisra itaposhindwa, ile taji ya ule mfalme apewe yeye. Yeye yuko katika hijra, hajafika Madina, auzungumzia jambo ambalo kwa wakati huu, hata kama huu kwa super power zile za wakati ule, aambiwa yule mtawala katika super power
akimalizwa ile taji yake, ile kofia yake apewe yeye, ndio zawadi yake. Ile ni ghali, ile ni ya dhahabu. Kama ilikuwa Rasul hana mtizamo wa kuona mbali, hana khita baidatul mada, vipi atafahamu kwamba Kisra itashindwa? Leo sisi ukimwambia Muislamu let us have a long term plan, kwamba kwani wewe utaishi mpaka wakati huo? Wale waliotangulia walifanya, sisi tumefaidika nao. Ule msikiti wa Ijumaa pale ulipojengwa, wakati unaujengwa, yule aliojenga ule, wakati anajenga ule, watu waliokimwambia nani atakwenda kusali kule, kwa sababu ulikuwa kidogo ni nje ya mji. Lakini yule bwana alikuwa mimi na muhisabu ni katika watu wale walikuwa na long term plan. Alikuwa afikiria kwamba huu mji utakuja kukua, siku moja pale patakuwa ndio town center. Sasa wamekuwa ni town center, si town center. Yeye alisema kama nyinyi hamutoswali, watoto wenu hawatoswali, hawatofikia kuswali, wajukuu wenu wataswali. Sasa kwa hiyo lazima sisi fikra zetu zisiwe ni za kuangalia hapa, fikra zetu tuangalie kule. Na huu ni Uislamu. Ni Uislamu. Umwambia i'mal lidunyaka kaannaka taishu fiha abada wa'mal li akhiratika kaannaka tamutu ghada. Fanya kwa ajili ya dunia kama utaishi milele. Kwa hivyo kuwa na long term. Mtu akisema si wewe utakufa, kwani kuna mtu ambaye hatakufa? Lakini zile long term plan zikiwepo, zitakuja kuwasaidia wale watakaokuja nyuma. Sisi tutaondoka na hakuna mtu ambaye haondoki, lakini wale watakaokuja mkiwa mumeweka mipangilio mizuri watafaidika wale. Kwa hivyo sisi tunapochukua ardhi za misikiti, utaona Waislamu kama Mombasa kule, utaona wamechukua ardhi ya msikiti kiasi ya ule msikiti. Leo ule mtaa umekuwa msikiti ule hautoshi tena, watajenga wapi? Hawana sehemu, kwa sababu fikra yao ilikuwa ni dhaiq. Yani wamechukua ardhi kiasi ya wakati ule walikuwa watu 50, basi wamechukua ardhi kiasi ya msikiti wa kujengwa watu 50. Leo wamekuwa watu 1000, hawana. Sasa imekuwa lazima ingiwe gharama za kujengwa maghorofa na nini. Lazima tubadilike Waislamu, tuwe na long term plan katika kila tunalolifanya, tujenge mustakbali wa kisawasawa. Lazima tujue islah ya ule muhiti tunaoishi, lazima iwe ni islahi mutakamil. Ile sehemu tunaoishi tusifikirie pale ambao sisi tuko na kuna wenzetu wengine pengine wamejitenga wakawa kando kwa sababu yoyote ambao wao imewafanya wako kando, na sisi tukakubali kuacha wale kando. Lazima tuwe na takatul, tuwe na i'tisam na mshikamano. Na hizi kadhaya nyingine ambazo mara nyingi zinaleta shida katika mujtamai wetu, Allah subhanahu wa ta'ala amezifanyia ilaji katika Qur'ani mzuri kabisa. Mimi nauliza mara nyingi, wewe Sheikh Abdul Qadir, ulipeleka application uzaliwa kwenye ile kabila ulizaliwa? Hal qaddamta ad-da'wa likay tulada ila fi qabila alladhi ulita fi? Sasa wewe ukimchukia mwenzako kwa sababu yeye ni kabila fulani, huoni unaingilia kazi ya Mwenyezi Mungu? Kwa sababu hakuna mtu amepeleka application azaliwe katika kabila fulani. Hakuna. Wewe umejikuta umezaliwa katika kabila fulani, na hakuna aliyebora kwa sababu ya kabila yake. Hakuna aliyebora kwa sababu ya kabila yake. Aliyebora ni yule anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Huyo ndiye mbora. Lakini haya maradhi kwa nini yanakuwa katika society za Kiislamu? Kwa sababu wale aada al-Islam wana fuel hizi
hizi fikra, wanakuza hizi fikra, wanazitilia mkazo. Kwa nini? Kwa sababu wajua hiyo ndio silaha peke yake. Waislamu wakiwa watatizamana kwa mitizamo ya ukabila, ndio sababu ya kupata dhaifu. Lakini Muislamu hafai kumwangalia Muislamu mwenzake kwa msingi wa kabila. Muislamu ataka amwangalie Muislamu mwenzake kwamba huyu ni Muislamu mwenzangu, yashhadu an la ilaha illa Allah, kwa hivyo ana haki kama zile ambazo ningempa ambaye ni jamaa yangu. Na taban kutoka katika ugonjwa kama huo ambao umemea katika fikra na akili za watu, yataka juhudi kubwa sana, yataka juhudi kubwa sana. Na miongoni mwa juhudi ni zile, ukaona yale zile multaqayati zinazofanywa, zile manabiri, wanakuja mashekhe kutoka sehemu tofauti tofauti. Ni moja katika fikra ya kuondosha zile qaumiyat. Nakuja mwingine kutoka Tanzania, mwingine kutoka Burundi, mwingine kutoka Rwanda, mwingine kutoka Coast, mwingine kutoka wapi, mwingine kutoka Uganda. Lengo ni kuondosha zile fikra za ukaumiyati ambazo zipo na katika mujtamai wetu. Kwa hivyo tarehe 10 Disemba tujue sote tuna masulia ya kulifanya jambo hili liwe kisawasawa zake, na tusiliangalie kwamba ni nani aliyoko mbele katika kuliendesha. Ni jambo la umma wa Kiislamu, na kuna watu watakuja kutoka sehemu tofauti tofauti. Kwa hivyo ni lazima tujitolee kihali na mali. Hii dini haikusimama ila kwa tadhhiya. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanakuja watu kwa Mtume salawatullahi wasalamu alaihi, hali zao ngumu kabisa. Anamwambia Bilal, nadi lis-salah. Bilal anasema as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, as-salatu jami'a. Watu wanaingia wanakujikusanya katika msikiti. Mtume anazungumzia katika infaq, anazungumzia masaili ya infaq. Mtu anakuja na tende katika mkono, tamarat, tende katika mkono, anaziweka mbele ya Mtume salawatullahi wasalamu alaihi. Watu wanastaajabu, hani tende katika mkono ni nini? Sasa alipoonekana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amezikubali zile zilokuletwa kwenye mkono, kuna mtu ana kilo 10, sema ikiwa ile kilo 1 imekubaliwa, kwa nini zangu 10 itakuwa bora zaidi? Mwenye 10 akaleta, mwenye 20 akaleta, mwenye 100 akaleta, mwenye 200 akaleta, paka ukasimama mlima mbele ya Mtume salawatullahi wasalamu alaihi. Hawa ni wale watu wa chini kabisa, kuonesha kwamba tadhhiya ya dini hii haina tabaka fulani, kwamba tukitaka kufanya jambo tuangalie wale nazo. La, ni kwamba kila Muislamu yataka awe na tadhhiya kwa ajili ya dini hii. Wakaja sasa wale wenye nazo nao, kuna watu wakaleta mali yao yote, kama Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alipoulizwa akasema taraktu lahumullaha wa rasula. Umar akaleta nusu ya mali yake. Alipoleta nusu ya mali yake akasema, je, kuna mtu ameleta zaidi yangu? Akaambiwa Abu Bakar ameleta mali yake yote. Akasema ma sabaqtu Abu Bakar illa sabaqani lan usabiqahu ba'da al-yawm, sijashindana na Abu Bakar ila ananishinda, sitashindana na yeye baada ya leo. Angalia ile tadhhiya iliyokuwepo. Uthman ibn Affan mali yake anakuja kutoka Sham, wale talaqi rukban, watu wenye kwenda kushika zile yani biashara kabla hazijaingia mjini, kuzinunua zote ili wao kisha wakiingia ndani ya mji waziuze. Wafika wamtilia faida, waambia moja kwa 2, moja kwa 3, moja kwa 4, moja. Na Uthman asema nimepewa zaidi ya hivyo. Aambia nani amekupa hivyo? Asema مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. كما الله سبحانه وتعالى amenipa zaidi.
Akasema haya mali yote haya na yatoa fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia ile tadhhiya. Kwa hivyo sisi tusiseme kwamba leo tunataka Uislamu uende mbele pasina tadhhiya. Haiwezekani. Haiwezekani kwamba Uislamu utakwenda mbele pasina sisi kufanya tadhhiya. Lazima tufanye tadhhiya, kila mmoja kwa vile Mwenyezi Mungu alivyomwezesha. Yule mwenye kufanya tadhhiya kwa 100, mwenye 200, mwenye zaidi ya hivyo, kila mmoja lazima abebe masulia kwamba hii da'wa haiwezi kwenda mbele, haiwezi kufaulu pasina sisi kuwa na tadhhiya juu ya dini yetu. Na lazima at-taawun ala albirri wattaqwa ni asas, ni msingi, ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa taawanu ala albirri wattaqwa, kwamba sisi yatakikana tusaidiane katika wema na uchaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lazima tuwe na kuyabeba yale masulia kisawa sawa. Yani umma wetu lazima ubebe masulia kisawa sawa. Hatuwezi kuwa na nahdha katika mujtama ikiwa watu hawabebi masulia. Lazima tuwe ni watu wenye kubeba masulia kisawa sawa. Na tusiwe ni watu wenye kukimbia yale masulia. Mtu akiambiwa wewe unaweza kutekeleza jukumu fulani, asema kutoa a'dhar kwamba mimi kama mnavyojua wallahi mimi nina mashughuli mengi. Ikiwa ni hivyo hatuwezi kwenda mbele, kwa sababu kila mmoja ana shughuli zake. Kila mmoja akisema atatoa udhuru, asibebe masulia katika yale majukumu anayotegemezewa kwa sababu ya adhari anazozitoa, zile visababu anavyovitoa, basi nani atafanya? Hakuna malaika atakaoteremka kutoka mbinguni. Ni sisi, kila mmoja aone kwamba yeye anafaa awajibike kubeba masulia, kwa sababu Mtume salawatullahi wasalamu alayhi atuambia kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sote tutakuja kuulizwa juu ya masulia haya. Kwa hivyo lazima kuwe na kubeba yale masulia bishiklin mustamir. Na lazima tufanye tarkiz juu ya ukhuwatul iman na sio ukhuwa unaofungamanishwa na visababu vingine vyovyote. Lazima tusome, tuwe na tahlili ya ule mujtama na zile ihtiyajati zinazotakikana katika ule mujtama na yale mashakili ambayo yapo. Tuangalie ni njia gani sisi kuweza kuepuka mashakili yale. Zile akabat lazima tuziangalie, tutazipita vipi. Na kuwe na marakiz ya maalumati, ambao jambo hili sisi tumekuwa madhaifu sana Waislamu. Upande wa data, ukiuliza Waislamu pahali popote unapoenda utakuta kuna takhmin katika masala ya data. Yani ukiuliza kitu chochote, kupata dika ya information ni shida kwa Waislamu. Kwa sababu gani? Sababu hatuna center za information. Tunahitaji tuwe na center za information. Kule kuwa na data ni moja katika njia ya kuweza kuplan vizuri. Sababu watu wakiwa wanajijua, sisi hapa tuko watu aina gani, wangapi,
wenye uwezo kadiri ni watu wangapi, wenye uwezo wa chini ni watu wangapi, wenye uwezo wa juu ni watu wangapi, watoto ni wangapi, vijana wa umri fulani ni wangapi. Kwa sababu gani? Kila ukitaka kuplan lazima uwe na information. Huwezi kuplani vizuri ikiwa wewe huna information. Na sisi hili la kukusanya information kwetu sisi imekuwa ni shida Waislamu. Mara nyingi ukienda ukiuliza Waislamu hapa kweli idadi yao ni wangapi? Ni kidogo. Kidogo si hisabu. Waislamu hapa ni vipi? Ni wengi. Wengi si hisabu. Kidogo na wengi. Huwezi wewe kwenda dukani kumwambia mwenye duka nipe sukari kidogo. Utaweza kumwambia mwenye duka nipe sukari kidogo au nipe sukari nyingi? Utaweza kumwambia hivyo? Utamwambia nini? Kilo, 2, 3. Kwa hivyo data si masala ya takhmini, lazima kuwe na dika. Kwa nini hii inatusaidia kitu gani? Inaweza kutusaidia kitu gani? Mfano, tukiwa tunajua watoto wenye umri wa miaka 5 tuna watoto 500 mfano, tutajua kwamba sisi tunahitaji pre-primary ngapi? Kiasi fulani. Kwa nini? Kwa sababu tunajua tuna watoto wenye umri wa miaka 5 ambao hawa wanaenda wapi? Wanaenda katika pre-primary. Tukijua idadi ya wale wakubwa ni kadhaa, tutajua high school tunahitaji tujipange kujenga high school kiasi gani na kadhalika. Kwa hivyo masala ya sisi kuwa na data ni katika wale wataalamu wa mambo ya tarbia wanasema hii ni smart objective, yani ni objective ya kisawasawa ambao, lakini sisi hatupendi kujisumbua dasturi yetu. Sisi tunataka mambo yawe yenyewe tu hivi kiubahati, kisha tunamsingizia Mwenyezi Mungu. Kiuliza mambo yenu yanaenda vipi hapa? Mambo yetu hapa yanaenda kimungu tu. La haula wala quwwata illa billah. Mambo yenu yanaenda kimungu ni vipi? Yani tunamsingizia Mungu wakati Mwenyezi Mungu ametuteremshia kitabu, akatuletea na mwalimu mzuri kabisa wa kutufundisha kitabu. Sasa Mwenyezi Mungu ametutaka tuwe na nidhamu katika mambo yetu au tusiwe na nidhamu? Mwenyezi Mungu ametaka tuwe na nidhamu, lakini sasa sisi tunafanya makosa, hatuishi kinidhamu, kisha tunataka kumsingizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusema mambo yetu hapa yaenda kimungu tu, yani yaenda kibahati nasibu. Tusimsingizie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kila kitu amekiumba kwa mpangilio maalum. Kila kitu kimeumbwa kwa mpangilio maalum. Kwa hivyo tusifanye makosa sisi, kisha yale makosa yetu tukataka kumbandika nao Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye yuko muqaddasun na hizi naqaisi kama hizo Subhanahu wa Ta'ala uluwan kabira. Kwa hivyo lazima tuangalie pale ambapo sisi pana taksir, vipi tutajirakibisha katika kitu ambacho yatakana tukifikirie kama mujtama wa hapa, ni kuwa na center ya da'wa ghaira almuslimin. Lazima tufikirie jambo hili kuweko, maanake mtu ambaye si Muislamu akitaka kujua Uislamu hapa aende wapi? Atakwenda wapi? Hakuna pahali. Sisi Mungu kutuleta hapa ni kwa hikma. Mwenyezi Mungu kutuleta sisi tumetoka makwetu sehemu tofauti, sio? Tumekuja hapa. Mwenyezi Mungu hakutuleta tu hivi hivi, ametuleta kwa hikma yake. Na miongoni mwa hikma ni kwamba tuweze kuifikisha ile risala ya Uislamu kwa wengine. Wallahi watu wengi wako kwenye ukingo hivi, wahitaji tu juhudi ndogo waingie katika Uislamu, lakini hakuna juhudi ambazo ziko specially wameelekezewa watu kama wale.
Kwa hivyo tunahitaji sisi, moja katika mashruo ifanywe na wale ambao watakao kuwa na wala si kwamba panahitaji kitu kikubwa sana, ni kupatikana tu kama klasi moja inawekwa ndani yake library, inawekwa ndani yake IT na kijana wa kusimamia. Si jambo ambalo linaweza kuwashinda Waislamu wote katika hii sehemu. Kisha wanapewa information wale kwamba anataka information yote kuhusu Uislamu aende pale. Ma ala rasuli illa albalagh, lakini ile balagh tumeifanya sisi? Suala, balagh tumeifanya? Hawa hatuogopi siku ya kiyama wakaja wakasimama katika mlango wa janna wakasema, ya Rab, usitupeleke peke yetu kwenye jahannam. Kwa sababu gani? Tulikuwa na fulani na fulani na fulani na fulani, hawa hawakutufikishia kilima cha la ilaha illa Allah. Tutajibu nini? Tutasemaje? Tutasema nini? Tutatoa jawabu gani? Wakaja hawa, wakaja wakafunga mlango, wakasimama kwenye mlango wa janna wakasema, ya Rab, peke yetu hatuendi kwenye nari jahannam, kwa sababu huyo Umar na huyo Ahmad na huyo Yusuf na huyo Nasir tulikuwa nao, hawakutufikishia la ilaha illa Allah. Tutasema nini? Mimi nataka jawabu kutoka kwenu. Tutasemaje? Sasa wajua kule ni hatari. Afadhali tutafute jawabu hapa. Tutafute jawabu sasa hivi hapa. Tutefikirie, iwe ni moja katika jambo ambalo tutalifikiria kama tutaipa miezi kadhaa, lakini baada ya miezi kadhaa kuweko na center hapa ya information ya da'wa ya wasiokuwa Waislamu. Na sisi kwa marhala ya kwanza, zile flyers za kwanza tutawadhaminia inshallah kutoka Da'wa Center, tutawaletea bure. Ile mara pili nyinyi mtaprint wenyewe, lakini ile ya mara kwanza sisi tutawaletea bure inshallah. Ni ahadi mimi nimechukua. Mkianzisha center hiyo, ile nini flyers za mara ya kwanza tutazileta sisi, na zile booklet tutawaletea bure. Wallahi kuna watu wanautamani Uislamu, lakini sisi Waislamu tumefanya taksir. Kwenye Da'wa Center kuna msichana amekuja, alipata ile onwani ya Da'wa Center Nairobi, akaja akasema maneno, wale mashekhe waliokuweko pale wote wakalia. Asema, mimi nimeupata Uislamu leo barabarani, vijana wanagawanya hizi karatasi, nikapata na onwani yenu. Mimi nautafuta Uislamu muda mrefu, sijui nitaupata wapi. Watu aina hii wako wengi tu. Tutamjibu nini Mwenyezi Mungu? Wajua mimi sitaki jawabu ya kusema la kunijibu mimi. Mimi nataka tutafute jawabu la kujibu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii dini ni amana kwetu sisi, ni amana. Wewe madamu umejua kalima ya la ilaha illa Allah, lazima tufikirie namna gani hii kalima itawafikia watu wengine. Kwa hiyo kazi kwenu hiyo. Nikirudi mara nyingine, moja ya suala ambayo nitawauliza ni hili: center yenu ya Da'wa Center yenu iko wapi? Kwa hivyo mjikusanye, mufikirie namna gani hili tatizo litatatuka. Ni masulia tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani furas zipo, na sisi tutakuja kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taban yataka tuangalie ma huwa al-aham fal-aham. Hili la da'wa wasiokuwa sisi ni moja katika jambo ambalo nataka lipewe priority. Ni jambo ambalo nataka lipewe priority, sababu kila anayekufa pasina kutamka kilima cha shahada, sisi tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hivyo lazima tufikirie namna gani iqamati alhujja. Sisi si lazima asilimu, muhimu ni kwamba amefikishiwa ile risala. Yeye akikataa, ma ala rasuli illa albalagh, wewe kazi yako ni balagh, kufikisha. Siku moja nimefuata raksha zile tukutuku zile, nikamuuliza yule driver, kwa muda gani uko Mombasa? Kanambia miaka mingi tu. Kaambia customer wako ni nani? Customer wangu ni Waislamu, tena wazuri, wengine hata naweza kumchukua. Kanambia jioni, na jioni akanitumia pesa zangu. Kaambia ni wangapi wamekufikishia kilima ya la ilaha illa Allah? Anambia niliona hii dini yenu ni yenu nyinyi tu, hamtaki mtu mwingine aingie. Aliona kwamba hii dini kama private, hakuna mtu amenambia. Kaambia mimi nikikwambia uingie katika Uislamu utakubali? Sema kwa nini nikataa? Nikampigisha shahada hapo hapo. Angalia, amekutana na Waislamu kadhaa, lakini wameshindwa kumfikishia kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wewe mfikishie mtu kilima cha la ilaha illa Allah. Waweza mwingine akasema, lakini mimi sijui lugha. Andika kwenye karatasi kwa lugha zile ambazo watu wanajua, chapisha karatasi zile, ukinayemuona mpatie. Kwa sababu hizi hoja tunazozitoa si hoja, ni kutaka kukimbia ile masulia, kwamba mimi sijui lugha. Lakini wewe wafanya biashara hapa, ni hoka, wauza, mbona wajua kufanya hawking waweza? Lugha ya biashara anajua, ile biashara ya Mungu ndio hajui. Ya kidawa hajui. Ya kidawa hajui labda. Lugha ya kidawa hajui, lakini lugha ya biashara hoka anazunguka kote huku. Ukimwambia wewe wafanya nini katika dawa, akwambia mimi sijui lugha. Lakini wewe wauza na kununua, unauzia watu na unapata faida na unaendesha maisha yako, hukusema sijui lugha. Hizi ni zile a'dhar barida, tunasema udhuru ambazo hazina msingi. Muislamu yatakikana awe ni hakim. Zile flyer zile, nafikiri mmoja kuprint ni kama shilingi 10 au less than shilingi 10. Watu zikiprintiwa nyingi, kwa nini zisiprintiwe kisha zikaekwa katika zile area ambazo zina movement ya watu kupita, zikaetwa kwambia take one copy? Yani njia ni nyingi watu wakitaka kufanya, njia za kufanya ni nyingi, lazima mpaka, lakini kwanza kuwe na azima kwamba sisi kweli tunataka kuifanya, kubeba masuala yetu kama umma tulioko hapa. Na kadhaa zile zinazotuhusu sote lazima tuwe na ihtimamu nazo. Tabani yote haya tunafanya kwa hikma na mauidha hasana, mauidha mazuri. Na ujue hakuna jambo ambalo lina ajira adhim kuliko wewe kumfanya mtu atamke kilima cha shahada, kwa sababu ibada zake zote anazozifanya zinaenda katika kaunti yako. Ibada zake zote, wewe si umemteremsha kilima cha shahada? Yeye akiswali, akifunga, akienda hija, si kwamba yeye halipwi, yeye atalipwa, lakini wewe ulikuwa ndio sababu ya kumfanya yeye kuingia katika Uislamu. Tumesema la yahdi Allahu bika rajulun wahid khairun min umri ni'am, mtu mmoja kusilimu kwa kweli ni bora kuliko mtu kumiliki ngamia wengi. Na umru ni'am wakati ule ndio ilikuwa treasury ya Waarabu ya kujifakhiri nayo. Kwa hivyo sisi, hii ni fursa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuleta katika sehemu hizi, tusimie hizi kwa kufanya da'wa, na kuwe na targhib katika watu, kuwapendezesha watu mambo ya khairi, yani targhib ya kuonesha kwamba ile fadla unayoipata ukifanya amali kama hizi.
kisha sio kuwasilimisha peke yake, bali kuwafanyia mutabaa na kusoma dini kiasi ya yale mambo ambayo ni ya dharura, namna ya kutekeleza ibada, mambo ya tahara, mambo ya halali na haramu, yale pia waweze kufundishwa. Kwa hivyo sio kuwasilimisha peke yake ukasema kisha kuwasilimisha imetosha, la, bali ni lazima tuwafundishe mabadi al-asasia, yale mambo ya kimsingi ya dini tuwafundishe. Haya yote yanahitaji nini? Yanahitaji watu kuwa na ikhlasi katika amali zao na kuomba thabati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu haya tunayoyataka yafanyike katika mujtamaa wetu si mambo rahisi, si jambo ambalo litaweza kufanyika overnight, la, ni mambo yatachukua wakati, lakini ni lazima sisi tujitahidi katika hayo. Katika jambo, nasiha ya mwisho ni kadhia ya tarbia za watoto wetu. Walimu mara nyingi wanalalamika katika madarisi na katika mashule, wazazi wa kileo ambao kinadharia yangu mimi nilikiona kwamba hawa wazazi ambao watakuwa wamesoma watakuwa na ushirikiano mzuri na walimu, lakini maal asaf leo mujtama sio kama wa zamani. Mujtama wa zamani wazazi walikuwa ni watoto wote, yani watoto wote, kila ambaye ni mzazi alikuwa ni mzazi wa kila mtu, si mzazi wa mtoto wake peke yake. Lakini leo imekuwa mzazi, kila mzazi na mtoto wake. Kwa nini? Huwezi kumpa nasiha mtoto, pengine aweza wewe umezungumza naye kwa ulimi tu, akaenda kamweleza mzazi wake, fulani amenifanya hivi, amenitusi, na yule mzazi hawezi kutia akili kusema kwamba fulani, mtu na akili yake, hawezi akamtusi mtoto wala akampiga, akaja akakuuliza, angalau akakuuliza. Aweza akaja tu, akija akaanza kukufokea. Mwalimu hawezi kumgusa mtoto, aogopa akimgusa mtoto mzazi atakuja kumpiga. Ni hatari inayotukabili katika tarbia za watoto wetu. Lazima watoto wawe ni watoto wetu sote. Angalia zamani sisi tukiwa, ukipigwa na mzazi mwingine, ukapigwa sawa, watu sio kuambiwa maneno, ukapigwa na mzazi nje, huendi kusema nyumbani. Kwa nini huendi kusema nyumbani? Ukienda ukisema nyumbani, ole wako, utapata another punishment kwa mzazi. Utaambiwa hangekupiga babake fulani isipokuwa wewe umekosa adabu. Alikupiga fimbo ngapi? 2 3. Ngoja na mimi nikuongeze zangu 3 au 4. Sasa mtoto alikuwa anakuwa na adabu, sababu anajua watu wote wanamtizama yeye, hawezi kukosea. Hawezi mtoto kufanya mambo yasiyokuwa na nidhamu mbele ya watu. Lakini leo mtoto aweza akasema matusi mabaya mbele ya watu ambao umri wao ni mkubwa, hajali. Kwa sababu gani? Hakuna mtu anaweza kumwambia ja, hakuna mtu anaweza kumwambia usifanye hivi. Kwa hivyo sisi kama wazazi lazima tufikirie masala ya kubadilisha mbinu za tarbia ya watoto wetu. Mustakbali wetu ni hawa watoto wetu, mustakbali wetu ni hawa watoto wetu. Lakini watoto wa aina gani? Watoto ambao watakuwa wanamjua Mwenyezi Mungu, watoto ambao watakuwa wameshikamana na ibada, watoto ambao watakuwa na akhlaqi mzuri, watoto ambao watakuwa na heshima. Hawa ndio watakuwa mustakbali. Hawezi kuwa mustakbali watoto ambao hawana nidhamu. Kwa hivyo sisi kama wazazi lazima tuwe ni wasaidizi wa walimu na maimamu katika misikiti. Sisi wazazi tuwe ni wasaidizi, tusiwe sisi ni grupu ambalo against walimu na wa maskuli. Lazima tulipe haki yake, na malengo ya tarbia ni kwamba mtoto ajengwe maarifa yake, si maarifa peke yake, ajengwe maarifa
ajengwe imani, ajengwe akhlaq, ajengwe fikra yake, ajengwe kwamba ni mtu anaweza kubeba masulia katika mujtama. Angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watu ambao walileleka mbele ya Mtume salawatullahi wasalamu alaihi. Mtume kabla ya kufa, jeshi lilokuwa linajiandaa kuondoka halikuondoka kwa sababu Mtume hali yake ilikuwa mzito, likabaki. Komando alikuwa ni nani? Usama ibn Zaid. Usama alikuwa ni mkubwa, ni mdogo? Leo waweza ukampa mtoto wetu kama Usama ibn Zaid ukamwambia jeshi liongoze? Nauliza, watoto wetu tulionao twaweza ambaye ana umri wa Usama? Manake Usama umri wake wanasema mabaina 15, wengine 14, wengine 16, lakini ni mdogo. Mwenye umri wa miaka 20 leo unaweza ukampa jeshi akaongoza? Sasa angalia tarbia gani walipata. Walipata tarbia ya imani na akhlaq na shajaa. Kwa hivyo sisi yataka tukopi tarbia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika majumba yetu, na kina mama ndani ya majumba tusiwape mbele. Shida ni kwamba kina baba sisi tukiingia kule ndani kule, mama akisha pindua kikosi chake, mtoto ametoka kwa maalim wa Qur'ani, mwangalie vile amechapa nini, ataanza kulia, na wewe hutotumia common sense yako kuona huyu ni mwanamke, huyu ni atifa tu hizi. Lazima nimwambie huyu mtoto lazima atiwe adabu akikuwa akosa adabu. Unakuwa unamjoin, unamuunga yeye na zile fikra zake. Natija inakuwa ni nini? Natija inakuwa mtoto anakosa mwelekeo. Kwa hivyo masala ya ta'dib lazima tukubaliane sisi kama wazazi kwamba haya ni masulia yetu sote. Yani mtoto hawezi akapata maarifa mazuri. Innal muallima wat-tabiba kilahuma la yansahani idh huma lam yukrama. Mwalimu na daktari hawawezi kukupa nasiha mzuri ikiwa wewe hukuwapa ihtiram, na walimu ikiwa hawatopewa ihtiram hawatoweza kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo lazima katika tarbia zetu kwanza tukubaliane watoto wawe ni wetu sote, si kila mtu ana mtoto wake. Watoto wawe ni wetu sote. Watoto wakiwa ni wetu sote, malezi yatakuwa ni rahisi. Lakini watoto wakiwa kila mmoja na mtoto wake, malezi yatakuwa magumu, kwa sababu mtoto hatomheshimu ila yule mzazi wake. Lakini ikiwa watoto watafundishwa kuheshimu wakubwa wote, wakubwa zao, lazima watoto watakuwa na nidhamu, watakuwa na akhlaqi mzuri, watakuwa ndio wataweza kujenga ule mustakbali wa umma. Kwa hivyo hili lazima tulitilie maanani, masala ya malezi ya watoto wetu, na kuwa na taawuni na walimu na wazazi tuwe na taawuni na walimu katika kuwaelekeza watoto mwelekeo wa kisawasawa. Hili ni jambo tunataka tulipe haki yake. Na kisha ni lazima katika malezi ya watoto wetu tuweke kipaumbele kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika janibi ya hifdhi, alhamdulillah kumewekwa na bidii ya hifdhi, lakini madha baada alhifdh? Madha baada alhifdh? Hili lazima wazazi wengi hawajafikiria. Aona akisha kuhifadhi ni jambo, lakini madha baada alhifdh? Lazima watoto wetu tuwafundishe lugha ya Qur'ani, na tuwe na i'tizaz watoto wetu kujua lugha ya Qur'ani, kwa sababu wanapojua lugha ya Qur'ani, wakiisoma ile Qur'ani watajua maana yake, na ndio itawaathiri. Lakini akiwa isoma Qur'ani hajui maana yake, haiwezi kumwathiri.
Kwa hivyo lugha ya Qur'ani ni muhimu sana. Watoto wetu sio kuisoma tu, kuhifadhi tu peke yake, wajue na maana ya Qur'ani. Kwa hivyo misikiti lazima kuwe na hilaq za tafsiri ya Qur'ani, na watoto wetu wahudhurie katika majalisi yale ya tafsiri, wahudhurie katika majalis ya tafsiri. Hata ikawa kwa wiki itakuwa ni siku kadhaa, iwepo, kwa sababu kila tunapokuwa karibu na kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kukifahamu, kila tutakuwa tunatatua matatizo ambayo yanatukumba. Na ni tarbia mzuri watoto wetu wakiwa watakuwa wamehifadhi Qur'ani na wanajua maana ya Qur'ani. Pale anaposoma imamu katika sala, itakuwa ni waadhi kabisa kwake yeye, kwa sababu yeye anajua maana yake. Zile aya zinazosoma katika swala zitakuwa zina muathiri katika nafsi yake, na yeye mwenyewe anaposoma ile Qur'ani itakuwa ina muathiri, kwa sababu ajua maana ya zile aya anazozisoma. Kwa hivyo isiwe ni mujarrad wa hifdh. Yani sasa kuna mashindano ya hifdh, nataka tuanzishe mashindano ya tafsiri, na Mombasa tumeanzisha mwaka jana kwa nguvu ikakubaliwa mashindano ya tafsiri, sababu tuliposema kila mmoja toa ta'lili, itakuwaje, tukaambia itakuwa tuanzeni angalau hata kama ni sura moja. Kwa hivyo tuanzisheni. Unajua yale mashindano ni kitu ambacho kinashajiisha watu, moyo wa watu kuleta tanafus, watu kupenda kufanya lile jambo. Kwa hivyo kuweko na musabaka wa tafsiri kila mwaka, kuweko na musabaka wa tafsiri. Na hili jambo tulitilie, imamu ilitilie mkazo hili jambo, kuweko na musabaka wa tafsiri. Tuanze na juzu moja tu kwanza, tuanze na juzu moja, alafu tuende ya pili hivyo, kwa sababu itapokuwa watu wanafahamu yale wanaoyasoma, athari yake itakuwa ni kubwa katika nafsi zao, na wale watoto wetu watainukia kwamba wao ni ahli al-Qur'an wanapojua ile Qur'ani, ahli al-Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Mashakili hayamaliziki katika majali ya tarbia, ni nyingi, lakini moja ambalo ni nasiha kwa wale wazazi au walimu au wazazi ambao wanapenda, kuna website inaitwa Al-Murabbi. Kuna website inaitwa Al-Murabbi. Al-Murabbi iko kwa Kiingereza na iko kwa Kiarabu. Mauqi hii inaweza kumsaidia sana mzazi anayetaka kumlea mtoto wake malezi mazuri. Al-Murabbi, sababu wewe mzazi wataka kulea kibahati nasibu. Ulimwengu huu sio ulimwengu wa kubahatisha. Ulimwengu huu ni kufanya jambo kwa mbinu maalum, kwa sababu wale aada wana mbinu wanazifanya kutuharibia watoto. Sasa sisi ikiwa tuwafanya kiholela, wale wafanya kimpangilio, tutashindwa au tushindwe? Nawauliza, wale wenye kutaka kutuharibia watoto wanafanya kiplan, sisi tuwe tuwafanya kiholela, tutashindwa. Lazima tuwe na nidhamu, tuwe na plani za kisasa. Kwa hivyo hii mauqi Al-Murabbi ipo kwa lugha ya Kiingereza ya Dr. Aiwa, umeiona alhamdulillah, Dr. Muhammad Duwesh. Hii mzazi ukiwa nayo, ukitumia, itakusaidia katika masaili ya tarbia. Uzuri wake kwamba wana na session ya kuuliza, kama jambo limekushinda wewe kama mzazi, unaweza kuwatumia swali na wanakutumia jawabu ya ile tatizo lako ambalo ulonalo. Watoto wetu hawako mustawa mmoja. Katika makosa tulionayo kwenye tarbia ya watoto wetu, sisi tunataka wale watoto wote wawe sawa. Watoto wanakuwa ni wako wote, lakini mmoja ni sharp, mwingine ni middle, mwingine ni slow learner. Kwa hivyo kila mmoja ataka accommodate kulingamana na ile hali yake alivyo. Wala usimfananishe mtoto mbele ya mtoto mwingine kwambia, angalia unashindwa na ndugu yako huyu. Usifanye hivyo, ni makosa makubwa sana.
huyu anafanya vile, uwezo wake wewe unajua wa akili yake ni tofauti na yule mu appreciate yule ambaye ni dhaifu, ana udhaifu wa kujifundisha, mkubali pia kwa sababu ni mtoto wako. Lakini ukikompare, wewe unamkompare yule ambaye ni bright na yule ambaye ni slow learner, unazidi kudamage ile ubongo wake, unazidi kumharibu. Hata ile kidogo ambayo angeweza kufaidika pia nao unaiharibu. Kwa hivyo usimkompare kabisa mtoto wako akiwa mmoja ni hodari, mwingine ni dhaifu. Yule dhaifu mchukue kwa udhaifu wake na umsaidie na umtafutie extra tuition, kama ni hasatan ya Qur'ani. Mtoto hata akawa ni dhaifu vipi, akihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, ule udhaifu unaondoka. Na hii ni ushahidi tunao mwingi tu. Leo ukienda katika university, watoto wale waliohifadhi Qur'ani wao ndio wanafanya vizuri kabisa. University za ulimwengu mzima, watoto waliohifadhi Qur'ani wanafanya vizuri kushinda watoto wengine. Kwa hivyo wewe mzazi, yataka wale watoto wajue, yani kama wewe huwezi kufanya hivyo, nenda kwa counselor yoyote ambaye ni mwalimu anafanya counseling, umwambie niangalilie mtoto wangu huyu, shida yake ni nini. Kwa sababu mara nyingine wewe unaweza waona huyu mtoto hataki kusoma wala nini, kumbe yule mtoto ana shida katika macho yake, katika kuona kwake, pengine masikizi yake. Wewe unamlaumu, kumbe wewe hujafanya wajibu wako. Mzazi mmoja amemchukua mtoto, hawezi kusoma, kumbe yule mtoto hawezi kusoma, macho yake ni dhaifu. Akampeleka kwa counselor. Yule counselor akampeleka pahali pa kupima macho. Alipopelekwa kule, akajulikana kwamba huyu mtoto anahitaji si kupewa miwani ndogo ya kusomea, miwani iwe kio chake ni kikubwa zaidi, kwa sababu ni dhaifu sana. Alipopewa ile miwani, alikwenda akaweza kasoma. Angalia, wewe pengine unampiga, una nini, unamlaumu, unamwambia wewe huna maana nini, kumbe maskini nadhari yake haifanyi kazi. Kwa hivyo sisi wazazi yataka tutafute usaidizi mara nyingine katika masaili haya. Wewe usitumie tu mabavu na nini vile. Wewe ulilelewa katika zama zako. Wewe ni tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Lakini sasa hii ni asri nyingine. Sisi bado baadhi yetu tunao aklia ile ya zamani. La, kila wakati ina dhurufu zake, ina na mambo yake. Leo mtoto mdogo wa miaka 7 ajua kutumia iPad, ajua kutumia nini. Wewe ulipokuwa na umri wa miaka 7 ulikuwa unajua mambo hayo? Hujui. Sasa kila zama lazima tukubali tuishi wakati gani, ile asri tunaoishi, na lazima tuwe na namna ya kutaamaliana na watoto wetu kwenye zama hizi. Yanayostahiki kusemwa katika haya ni mengi, lakini wewe mzazi ataka uwe na tawazun, uwe na balance katika malezi ya watoto wenu. Hii ni nasiha ambayo ningependa kuitoa. Unasali saa ngapi? Tunatoa nafasi hizo dakika adhana, dakika 10 tunatoa nafasi ya maswali. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.